Mwanamke huyu alikuwa tayari na ujauzito wa miezi 8, lakini kiuno chake bado kilikuwa chembamba na umbo la mwili wake halikuwa limebadilika kabisa. Na kila siku alinunua vipande vitatu vikubwa vya nyama ya nguruwe kutoka kwa mchinjaji. Baada ya kijana kugundua tabia isiyo ya kawaida ya mke wake, alidhani kuwa ana uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa. Lakini alipokuwa karibu kwenda kuchunguza ukweli, alizuiwa na kuhani wa kidao. Kuhani wake akamwambia kijana kwamba mke wake hakuwa binadamu hata kidogo, bali alikuwa roho ya mdumadu iliyojifunza na kupata umbo la kibinadamu. Baadaye kuhani alimuonya kijana akisema roho ya mdumadu anahitaji kula nyama mbichi nyingi ili kujilisha wanapokuwa wajawazito, na wakati wa kujifungua ukifika watamla waume zao kama lishe ya mwisho, wakiwatafuna hadi kubaki vifupa, na kesho itakuwa siku ya mwisho ya mwanaume huyo kuwa hai. Lakini kijana aliposikia maneno hayo ya ajabu alikataa kuyaamini. Alijibu kwa haraka kwamba mke wake alikuwa mpole na mwenye wema, hata asingekanyaga chungu, hivyo haingewezekana awe roho ya mdumadu. Baada ya kusikia hivyo, kuhani hakusema tena chochote. Alimpa kijana hirizi ya karatasi na kumwambia aiweke karibu na mwili wake, kisha akatoweka papo hapo. Mwanzoni kijana alidhani amekutana na tapeli na hakulipa jambo hilo uzito, lakini alipofika nyumbani alikuta gunia kubwa la nyama mbichi mlangoni na pembe ya mdomo wa mke wake ilikuwa na madoa ya damu. Hilo lilimtisha sana na kumfanya afikiri huenda mke wake kweli ni roho. Lakini alipotazama vizuri aligundua mke wake alikuwa anakula tunda la joka, na sababu ya kwenda kwa mchinjaji ilikuwa ni kumwandalia supu ya mbavu za nguruwe. Alipoona hivyo kijana alivuta pumzi ya afueni, lakini usiku alipokuwa akioga aliona wadudu wengi ghafla wakitokea ndani ya nyumba, na wakati huo huo kwenye simu yake kulikuwa kunaonyeshwa kipande cha Black Cat Sheriff. Dakika hiyo alishtuka kuona kupitia mlango wa bafu kwamba mke wake alikuwa amegeuka kuwa mdumadu mkubwa. Aliogopa sana na kugeuka haraka kutafuta ile hirizi ya karatasi kwa ajili ya kujilinda. Dakika hiyo alishtuka kuona kupitia mlango wa bafu kwamba mke wake alikuwa amegeuka kuwa mdumadu mkubwa. Aliogopa sana na kugeuka haraka kutafuta ile hirizi ya karatasi kwa ajili ya kujilinda. Lakini mlango ulipofunguka aligundua ilikuwa ni mawazo yake tu. Kumbe mke wake alikuwa ameshika keki akijiandaa kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kijana alitambua alikuwa akiwaza kupita kiasi. Usiku wa manane mke wake alisema muda wa kujifungua ulikuwa unakaribia na alitaka kurudi kwenye nyumba ya zamani kusubiri kujifungua. Akisema kwa mila za familia yao wanawake wajawazito lazima warudi kwenye nyumba ya zamani wakiwa na waume zao ili wajifungue salama na mama pamoja na mtoto wawe salama. Ingawa kijana alikuwa na wasiwasi kidogo, hatimaye alikubali. Lakini kesho yake walipokuwa karibu kuondoka, yule kuhani wa ajabu alitokea tena. Alimuonya tena kijana akisema mdumadu anapojifungua lazima atamvuta mume wake kurudi kwenye kiota chake, na kwamba kama angeenda kwenye nyumba ya zamani ya mke wake angekuwa anaingia moja kwa moja kwenye mtego. Hata hivyo kijana bado hakutaka kuamini. Basi kuhani akampa mfuko wa hariri akisema kitu hicho kinaweza kuvunja uwezo wa kutokuonekana na kufanya roho kuonyesha umbo lao halisi. Akamwambia ufungue wakati mke wake amejifungua ili kuokoa maisha yake. Baada ya kusema hivyo alimlazimisha kuchukua mfuko huo na kuondoka. Hivi karibuni wenzi hao walisafiri kuelekea kijijini kwa mwanamke, lakini walivyokaribia nyumba ya zamani ndivyo kijana alivyozidi kuhisi wasiwasi. Wadudu walikuwa wamejaa barabarani karibu kufunika kioo cha mbele cha gari, lakini mke wake alieleza kuwa mazingira ya kijijini ni mazuri, ndio maana kuna wadudu wengi. Baada ya kusikia hivyo kijana alitulia na kuendelea na safari. Walipofika kwenye nyumba ya zamani, shangazi mdogo wa mke wake ndiye aliyowapokea. Kupitia mazungumzo yao kijana aligundua wazi kwamba mke wake na shangazi huyo hawakuwa na uhusiano mzuri, lakini hakunipa jambo hilo uzito na akaingia ndani. Hapo ndipo alipoona nyumba hiyo ilikuwa ya ajabu kila mahali. Kwenye ukumbi mkuu kulikuwa na kibao cha kumbukumbu cha mama mkwe wake tu, bila dalili yoyote ya baba mkwe. Pia kulikuwa na wadudu wengi kama wale aliwaona nyumbani. Hata walipokuwa wakila chakula cha jioni kulikuwa na wadudu kama hao kwenye supu yao. Hilo lilimtisha sana kijana. Alimwambia mke wake asiinywe, lakini mke wake alisema hao ni dawa za asili zenye thamani na zenye lishe. Wakati huo shangazi mdogo alisema kwa tabasamu, mke wako amepinda kula wadudu tangu akiwa mdogo. Lakini kijana alijua wazi kuwa mke wake kawaida huwa anaogopa sana wadudu, angewezaje kula? Kabla hajafikiria zaidi mke wake alisimama ghafla akisema tumbo linamuuma na kumwambia aingie chumbani naye sasa. Alipokuwa karibu kumfuata alizuiwa na shangazi mdogo. Shangazi alisema kama ataingia sasa maisha yake yatakuwa hatarini. Kijana alishtuka na kumuuliza alimaanisha nini. Hapo shangazi alifichua siri ya muda mrefu akisema wakati Shauri alipozaliwa mama yake pia alimuita mumewe aingie chumbani kuandamana naye wakati wa kujifungua. Mwishowe mtoto alizaliwa salama, lakini mume akatoweka bila kuonekana tena. Hakuna aliyejua kama yu hai au amekufa. Kijana aliogopa sana karibu aanguke, lakini shangazi akaongeza kuwa usiku wa manane huo ndio ungekuwa muda wa kujifungua mke wake, na akamuonya asifuate nyayo za baba mkwe wake. Baada ya kusema hayo, alimwacha na kuondoka. Kijana akatoa mara moja mfuko wa hariri aliopewa na kuhani, akiwa hajui amwamini nani. Lakini kwa kuwa aliogopa mke wake apate shida wakati wa kujifungua, aliingia chumbani kuangalia.
Mwanamke alipomwona akiingia alimwambia haraka asogee karibu, akisema mtoto tumboni mwake alikuwa anacheza na kumwambia asikilize. Pia alikuwa na hofu kwamba huenda jambo baya lingemtokea mke wake wakati wa kujifungua, hivyo bado aliingia chumbani kuangalia. Mwanamke alipomwona akiingia alimwambia kwa haraka asogee karibu, akisema mtoto tumboni mwake alikuwa anacheza na kumwambia asikilize. Lakini mara tu kijana alipoweka sikio lake kwenye tumbo lake, hakusikia kabisa harakati za mtoto. Badala yake, alisikia sauti ya kutisha ya kugonga-gonga. Kijana alisimama kwa mshtuko mara moja baada ya kuisikia, na wakati huo ilikuwa karibu usiku wa manane. Akikumbuka yale ambayo shangazi mdogo alikuwa amesema, hakuweza kujizuia kuingiwa na hofu moyoni. Hivyo alidanganya kwa haraka kwamba alikuwa na wasiwasi na alitaka kwenda kumleta daktari. Lakini alipokuwa karibu kugeuka na kuondoka, alivutwa nyume na mke wake. Mwanamke alisema kwamba mtoto atakapozaliwa lazima awe kando yake akimshika. Baada ya kusema hivyo, alijitupa kwenye mikono ya kijana akisema alikuwa na njaa kidogo. Hilo lilimtisha kijana kiasi kwamba hakuthubutu kusogea, na wakati huo mwanamke kwa bahati mbaya aligusa ule mfuko wa hariri uliokuwa kwenye nguo zake na akatupwa nyuma mara moja. Macho ya mke wake yakaanza kutoa mwanga wa kijani wa ajabu, na kivuli chake kikageuka kuwa umbo la mdumadu. Janani, mdumadu ni mdudu aitwaye kivunja chungu.